Kukaribisha Pastor Ndacha na kusubiri katika anga zangu nikubebeshe mzigo hujawahi kuubeba tangu umekuwa Mkristo mpaka hapo ulipofikia. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa Islamic TV. Kwa majina naitwa Alhaji Dr. Sule, muhadhiri wa dini ya Kiislamu, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Islamic Foundation, mwenyekiti wa kampuni za Sule Natural Medicine Company Tanzania Limited. Kwa heshima kubwa na taadhima nimekaa mbele yenu leo. Nataka nizungumze machache kuhusiana na posti iliyopostiwa na ndugu yangu Mchungaji Francis Ndacha kutoka katika nchi ya Kenya, ambaye ameposti katika ukurasa wake wa Facebook na ameandika maneno yafuatayo na yanukuu: Waislamu kujeni hapa na watuma kwa huyu mwalimu wenu, sababu mimi nilimtafuta mpaka nyumbani yake, nikamuomba nifanye naye mjadala, tukakubaliana tarehe za mjadala na sehemu ya mjadala. Baadaye akakosa kushika simu yangu. Sasa nimeona ni watume kwake. Niko tayari kufanya mjadala na yeye popote, na kwa hakika huyu atakuwa Mkristo kwa sababu hoja zake ni dhaifu, na kama hamuamini tupange mjadala mimi yeye kwa wiki moja, muone kitakachojiri. Nimewaandikia kwa urefu kwa herufi kubwa muone, na watuma kwake. Naomba namba yangu ya simu ni hii hapa. Francis Ndacha akaandika namba yake, mchungaji, alama ya kujumlisha 254 705 60 29 59. Kama akaendelea kusema, kama mnajiamini pangeni, ama mseme nipange na msikimbie, na sitaki matusi wala comment. Haya ni maneno ambayo Mchungaji Francis Ndacha amejaribu kuyaweka katika ukurasa wake wa Facebook. Walillah alhamdu, na mimi marafiki zangu wamenitumia maelezo haya ya Mchungaji Ndacha, na chini ya posti hii ameweka picha 3 nikiwa nyumbani kwangu Nairobi, maeneo ya Kilimani. Akawa ameweka picha hizo ambazo tumepiga picha mimi, yeye na wachungaji wengine 2 ambao walifuatana naye katika safari yao kuja kuniona, pamoja na Ustadhi Mohamed kutoka Mombasa, ambao wao ndio walinifuata pale katika eneo la Kilimani pale mjini Nairobi, nyumbani kwangu. Sasa baada ya maelezo haya, naomba niseme maneno yafuatayo, na naomba mnisikilize vizuri sana. Kampeni ujumbe Ndacha, kampeni ujumbe Ndacha. Kwanza namuonea huruma, ameamua kuliangusha kanisa hadharani. Kwanza namuonea huruma kwa sababu kwa maombi haya kwangu ameamua kuliangusha kanisa hadharani. Pastor Ndacha hajawahi kufanya mjadala na mimi. Amewahi kufanya mjadala na wahadhiri wengine wa Kiislamu, na mihadhara hiyo kwa bahati mbaya mimi sijashiriki. Na mihadhara yote ambayo Pastor Ndacha amewahi kufanya, amefanya kwa ushirikiano na kundi la wahadhiri wa Kiislamu wakiwa wanapambana na Pastor Ndacha. Kwangu mimi itakuwa tofauti. Kwangu mimi itakuwa tofauti. Mimi sihitaji kuchanganyika na muhadhiri yoyote wa Kiislamu katika kuenda kupambana na Pastor Ndacha. Badala yake nitakuwa Sule aze Sule,
na yeye namruhusu kuwa na kundi la watu wowote anaoamini kwamba anaweza kufanya mjadala na mimi Alhaji Dr. Sule. Na bila ya kupoteza muda, nataka nimuonyeshe uwezo wa kile ninachokiamini na elimu nilionayo katika kujadili na kutetea Uislamu. Mimi nachagua mada moja, yeye nampa nafasi ya kuchagua mada 2 kati ya 3, na tutazifanya katika siku 2 tofauti atakazotaka yeye, na mimi nitazitaja siku ambazo niko tayari. Yeye namruhusu ataje siku yoyote anayotaka, mimi niko tayari. Muda na wakati wote niko tayari, na kama hajajipanga kiuchumi, mimi kiuchumi niko tayari. Niko tayari kufanya naye mjadala popote ambako yeye anaona yuko salama na anaweza kutetea hoja juu ya kupambana na kufundishana juu ya elimu ya dini. Mada ninayotaka mimi nikajadili naye, kwa kuwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 11 2023, tumebakiwa na siku zisizozidi 26 kama sio 27 kufikia tarehe 24 mwezi wa 12 2023, ambayo Wakristo wote duniani wataadhimisha sikukuu ya kuzaliwa Yesu inayoitwa Christmas. Na mimi naitumia fursa hii kumtaka Pastor Ndacha, ikiwa ataweza kuitetea Christmas kisayansi na kimaandiko, na ikathibitika kwamba Bwana Yesu kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 kwa mujibu wa Biblia, au kathibitika amezaliwa Christmas kimaandiko ndiyo sikukuu ya kuzaliwa Yesu, mimi namuahidi kumpa, sio kuwa Mkristo, namuahidi nitakuwa Mkristo saa yoyote atakayothibitisha kimaandiko, na namthibitishia nitamkabidhi milioni 5 zawadi. Yani hii nitampa zawadi milioni 5, tukaliendeleze kanisa kuanzia hapo. Naamini Pastor Ndacha kuanzia hapa ataanza kuwatangazia watu rasmi kwamba Christmas sio sikukuu ya kuzaliwa Yesu kwa mujibu wa Biblia, wala tarehe 25 mwezi wa 12 hajazaliwa Bwana Yesu, wala usiku wa tarehe 24 hajazaliwa Bwana Yesu. Na kama haya ninayoyasema sio kweli, nampa nafasi Pastor Ndacha atoke hadharani aseme yuko tayari kujadili mada ya Krismasi amezaliwa Yesu. Maana Wakristo mimi naamini wanadanganyana kwamba Yesu kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 au tarehe 24 mwezi wa 12, jambo ambalo hakuna ushahidi wowote wa kisayansi katika maandiko matakatifu ya Mungu. Kama Pastor Ndacha anasema maneno haya ninayoyasema ni uongo, atoke hadharani kuthibitisha Christmas, na mimi niko tayari kufanya naye mjadala, dunia itambue kwamba Dr. Sule anachosema ni sahihi au Pastor Ndacha anachotetea ni sahihi. Ikiwa Christmas kwa mujibu wa maandiko sio kuzaliwa Yesu, au tarehe 25 sio kuzaliwa Yesu, mimi ninayetetea Uislamu ni sahihi. Na ikiwa ni Christmas ni kuzaliwa Yesu, au Bwana Yesu kazaliwa tarehe 25, Pastor Ndacha ndio atakuwa sahihi kutetea Ukristo. Nafasi ni yako, na kukaribisha Pastor Ndacha, na kusubiri katika anga zangu nikubebeshe mzigo hujawahi kuubeba tangu umekuwa Mkristo mpaka hapo ulipofikia. Karibu sana, nafurahi sana, napenda sana mjadala, niko tayari kwa mjadala. Karibu. Mada zingine 2 chagua wewe, niko tayari kuzijadili wakati wowote na muda wowote bila ya msaada wowote kutoka popote. Karibu sana, msaada wangu ni Mwenyezi Mungu na vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mfikishieni Pastor Ndacha, Dr. Sule yuko tayari kwa ajili yake. Shukran sana.